Kwa hiyo hapa nyinyi mnasomeka kama INEC, ni watumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo hamtaiaibisha tume kwa sababu mnabeba taswira ama nembo ya tume. Jambo la pili, la kwa nini nimenukuu kifungu hicho, kwamba utendaji wenu na uwajibikaji wenu katika kipindi chote cha utumishi wenu kwa tume, mtawajibika kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na sio nyingine yoyote, isipokuwa kama jambo hilo litahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi. Na jambo la tatu, kwamba taarifa zozote za uchaguzi zinapaswa kutolewa na tume kwa tume kupitia msimamizi wa uchaguzi na sio vinginevyo. Msemaji wa masuala ya uchaguzi ni mimi, au endapo nitakasimu madaraka hayo mimi mwenyewe. Kwa hiyo simamieni viapo vyenu vya kutunza siri, lakini pia kujitoa au kutokuwa mwanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Mlipokuwa mnajitoa kwenye vyama vya siasa, wale wenye vyama vya siasa, si kwamba umejiondoa moja kwa moja, hapana, ni kwa kipindi hiki ambacho unatekeleza majukumu ya tume. Itakumbuka kwamba kuwa mwanachama wa chama chote cha siasa si dhambi, ni haki yako ya kikatiba. Lakini unapotekeleza majukumu haya, ondoa na weka pembeni mahaba katika chama chako ulichonacho kama mwanachama. Hivyo katika utekelezaji wa majukumu yenu, zingatieni matakwa na masharti ya kifungu hiki na kuepuka kuonekana mnawajibika kwenye mamlaka nyingine tofauti na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika kipindi hiki. Naitwa Lydia Kaimo. Kwanza tunaipongeza tume kwa kutuchagua sisi kwamba tunafaa, na sisi kama makarani tumejipanga, hatutaangusha, tutafanya kazi vizuri, tutaonyesha customer care nzuri kwa wapiga kura. Kwa majina naitwa Baraka Paul Sanga. Mafunzo ni kweli tumeyapata. Cha msingi kwetu ni kwenda kusimamia viapo tulivyokula kwa kadri ya mafunzo tuliopewa na kuyaishi kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi.